Katika taasisi ya ndoa ni taasisi ambayo kwa kweli si ya kukimbilia, na wale wako ndani ya ndoa sasa na wanafamilia vizuri, hebu waweze kuwa makini sana, kwa sababu wana wajibu mzito, kwa sababu kwanza wao wenyewe, alafu pili kwa watoto waliowazaa. Kuna wajibu mzito sana uliowekwa kwa wazazi juu ya watoto wao, mzito sana, na inawezekana wakaingia katika jehanamu ya moto kwa sababu ya watoto wao, sio kwa sababu ya maovu yao tu, kwa sababu wao hawajakamilisha ule wajibu waliotakiwa kuufanya dhidi ya watoto. Sasa ndio maana katika Testimony of the Churches gombo la 5 ukurasa wa 366 anakemea paragrafu ya kwanza, anasema ni bora kabisa hata zingekuwepo ndoa chache sana leo, chache sana, kwa sababu hata wale wako kwenye ndoa wajibu wao haukamilifu ipasavyo, hawakamilishi. Ndio utaona katika dunia inavyoendelea kwenda, kwa kweli wajibu ni mzito, lakini pia dunia inavyozidi kufunza watoto, wazazi wamelegea. Kwa hivyo kuna hatari ya kupoteza kizazi cha leo kupotea milele. Sasa wajibu uliopo leo, tunakwenda kuangalia wajibu kwa ufupi uliopo kwa wazazi juu ya watoto wao. Mambo ni mengi kwa ajili yao kukamilisha, lakini Biblia na roho ya unabii inawaambia wazazi wafanye jambo fulani kwa watoto wao. Kwanza katika kitabu cha Ayubu tunaona alivyowalea watoto. Katika sura ya kwanza, nitaomba nisome mstari wa 5 haraka tu hapa. Unaona asema, basi ilikuwa hapo siku hizo za karamu zao zilipokuwa zikitimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, kisha akaamka asubuhi na mapema, shika hiyo point, na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa, kwani Ayubu alisema, yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Kuna pointi nimekwambia uishike pale. Sasa pointi nasema hao watoto walivyokuwa wakifanya hata zile kalamu, ilikuwa ni tamaduni yake Ayubu kuweza kuwaweka mikononi mwa Mungu. Asubuhi na mapema anapeleka sadaka kwa Mungu kwa ajili ya kuwatakasa. Leo hii watoto wanafanyiwa nini na wazazi wao? Wanakabidhiwaje kwa wazazi wao, kwa Mungu na wazazi wao? Wazazi wanafanya percent gani kwa wajibu huu walionao? Ninaomba uweze kuona kitu kimoja. Wanapokuwa wanatoka watoto nyumbani kwenda shuleni, kwenda kwenye shughuli mbalimbali, labda kama ni chochote ambacho anaenda kufanya, asubuhi hiyo watoto wanakabidhiwa kwa Mungu? Maana kwa siku hiyo kuna maovu yanayofanyika siku hiyo. Na jioni, je, wanakabidhiwa bado kwa Mungu? Maana wazazi mko nao watoto, mnawakabidhi kwa Mungu hiyo jioni. Kuna maovu kede yamefanyika, kuna uchafu mwingi umefanyika, lakini sala ya toba mnawaongoza pamoja, nawaongoza. Na kama alifanyiki hili, bado tunaweza kuwa na watoto ambao hawajajitoa kikamilifu kwa Mungu. Wanapotoka shule, wanapokuwa wakiwa wamerudi, wanakabidhiwa kwa Mungu. Wakabidhini watoto wenu kwa Mungu, mkiwaongoza na kuwaonyesha ni kwa jinsi gani Mungu anatenda nini, anapenda kipi, wajiepushe nacho. Lakini pia kuna jambo ambalo linawezekana wamefanya katika kutojua, maana hiyo nayo ni dhambi, kama vile maelezo katika kitabu cha Kutoka sura ya 5. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna haja ya watoto kuweza kukabidhiwa kwa Mungu, tena kwa kupitia wazazi wao, maana ndio walezi wao na watu waliopewa majukumu hayo. Sasa ninaomba tuweze kwenda katika Testimony of the Churches gombo la 6 ukurasa wa 351 paragrafu ya kwanza. Ninaomba nisome hivi katika paragrafu za ndani mstari wa 6. Hapo anasema hivi, kila asubuhi na jioni waweke wakfu watoto wako kwa Mungu kama urithi wake ulionunuliwa kwa damu. Kwa hiyo wajibu wako kama mzazi ni asubuhi na jioni kuwaweka wakfu kwa Mungu hao watoto, la sivyo tunakwenda kupoteza kizazi, tunakwenda kupoteza watoto, tunakwenda kupoteza wao, wanakuwa watoto wazazi wa kesho, wao wanakuwa pia ndio watu ambao watabaki katika makanisa, kuwa wazee wa makanisa, kuwa wachungaji,
na kuwa katika pande nyingi za utume na hata katika dunia ya leo. Na kwa hivyo wajibu huu upo kwa kila mzazi. Hakikisha unafanikisha hivi. Kama wazazi hawafanyi hili na kama ni wewe haufanyi hili, basi hakikisha kwamba unaanza utekelezaji huu, maana ni wajibu umepewa. Hiyo si tu kuendekeza tamaa za mwili katika ndoa, hata kupata watoto bila kuwajali hao. Maana anaonya katika testimony yake vile vile kwamba ungejua ni laana kiasi gani unaleta duniani ikiwa ni hao watoto unaowaleta alafu hauwapi mahitaji, hauwakabidhi kwa Mungu wa kikamilifu. Kwa hiyo laana unaoleta, hapana kabisa, usingeweza hata kuthubutu kufanya hilo jambo. Lakini kwa sababu leo umeruhusiwa kuweza kupata hao, basi wale waliopatikana hao watoto ni fanaka ya Mungu, ni hazina yake ya pekee. Kwa hivyo unapaswa kuweza kukabidhi mikononi mwa Mungu kila asubuhi tena na jioni. Ndio wajibu uliopatiwa